kutokea jiji lenye milima 1000, Kigali, Rwanda. Ni moja ya jiji safi kabisa, ni jiji ambalo lina Wanyarwanda ambao wanapenda sana mpira, wanapenda sana klabu zao. Na klabu kubwa zaidi hapa ni APR, wenyewe wanaita Apere, dhidi ya Rayon Sport. Yes, hizi ni timu ambazo zina wagawanya Wanyarwanda hususan katika jiji hili la Kigali. Ni jiji safi kabisa. Yes, sasa kutokea katika jiji hili, mimi ni Gharibu Mzinga na tunakwenda kuangalia exclusive story kuhusu nyota mpya wa Simba Ibrahim Doumbia. Yes, na sasa tayari nimeshafika katika viwanja vya Ferwafa, shirikisho la soka hapa Rwanda, kwa maana ya mamlaka ya juu kabisa ya mpira wa miguu. Timu ya Singida Black Stars wakati huu iko uwanjani ikijiandaa na michezo yake ya Sekafa inayofuata kwenye kalenda, na kesho anashuka uwanjani. Kumbuka huyu ndio bingwa mtetezi, anashuka uwanjani katika uwanja wa Kigali Pele. Lakini pia kesho hiyo hiyo mnyama mkali Simba Sports Club, na mwenyewe ambaye ni bingwa mara nyingi zaidi wa michuano hii akifanya hivyo mara 6, na mwenyewe atakuwa uwanjani kesho dhidi ya Mogadishu City. Sasa kutokea hapa lingeweza kutupita, tungeweza kuliacha lipite kwa sababu tayari tumeshazungumzia, lakini no, liko extended. Kuna story nyingine ambayo tunakwenda kuipiga sasa hivi kuhusu nyota mpya aliyetambulishwa na Simba. Huyu ni Ibrahim Doumbia. Nikiwa hapa kando kando kidogo na uwanja huu wa Ferwafa, tunakwenda kumwangalia Ibrahim Doumbia. Sasa ni rasmi, nyota huyu ameshatambulishwa kwenye kikosi cha Simba kwamba ni mchezaji wa Simba. Naamini wana Simba wanataka kujua anaanza kucheza lini na mengineyo. Kwanza ni nyota mwenye umri wa miaka 22 kama ambavyo tumepitisha kwenye session zilizopita, tulimwangalia na msimu uliopita miongoni mwa misimu yake bora kabisa Climax ilikuwa ni msimu uliopita, alifunga mabao 17 katika ligi kuu ya kule Mali. Huyu ni mshambuliaji wa kati namba 9, striker, anakwenda kusimama pale juu sambamba na Selemani Mwalimu. Yes, tutakuja kuangalia nafasi yake ndani ya kikosi cha Simba kama ambavyo tuliangalia pia katika session iliyopita, lakini sasa hivi imeshakuwa rasmi. Kwa hiyo kuna tofauti kidogo wa story. Lakini awali ya yote, wana Simba wanajiuliza lini wataanza kumuona Ibrahim Doumbia akicheza. Ikumbukwe Simba Sports kesho ndo wanatupa karata yao ya kwanza katika michuano hii, na wanacheza dhidi ya Mogadishu City katika uwanja wa Pele Kigali, hapa Kigali, Rwanda. Kupitia mkutano wa waandishi wa habari na captain pamoja na captain wa Simba Roshan Derek pamoja na kocha wa Simba Steve Barker, wenyewe wamezungumzia. Niliuliza swali pale kwamba Ibrahim Doumbia tayari ameshatambulishwa na press ilifanyika baada ya utambulisho kukamilika. Tayari ameshatambulishwa nyota huyu. Tutarajie kumuona lini akianza, lakini je, yupo hapa Rwanda? Kwa mujibu wa Steve Barker, anasema hapana, hajaingia Rwanda kutokana na logistics za usafiri, lakini kwa mujibu wa taarifa yake kwamba anatarajiwa kuingia leo hii jioni. Sasa leo hii jioni Simba kwa mujibu wa ratiba wanafanya mazoezi leo jioni katika uwanja wa Pele Kigali, na mazoezi hayo yatakuwa saa 11 kwa saa za hapa Rwanda, ambapo ni saa 12 kwa saa za huko nyumbani. Sasa kufanya mazoezi haya, huenda kama atakuwa amefika muda mzuri, huenda akawahi haya mazoezi ya kwanza ya Simba, lakini ikishindikana huenda asitumike. Na kwa mujibu wa maelezo yake kocha kwamba atamtumia kwenye michuano hii ya Sekafa, huenda ikawa sio katika mchezo wa kesho, lakini kama atawiwa amefika muda mzuri, basi huenda akamtumia, lakini sidhani kama kesho anaweza akatumika. Anyways, huo ni upande wa taarifa yake lini ataanza kucheza. Lakini eneo la pili, nafasi yake ndani ya Simba, huyu Steve Barker ambaye anamzungumzia hivi Ibrahim Doumbia, nafasi yake iko vipi? Steve Barker ni kocha ambaye anatokea Afrika Kusini, na Afrika Kusini ukiangalia kwa miaka takriban 10 sasa wamekuwa hawatumii central strikers, yani hawatumii namba 9, typical number 9 au old fashion ya namba 9 huwa hawatumii, na badala wake huwa wanatumia false number 9. Mamelodi Sundowns kenda wana kaliba hiyo ya wachezaji. Standing striker alikuwa Peter Shalulile, hayupo, lakini yuko Brian Leon ambaye haonekani kuwa typical number 9, na ukenda Orlando Pirates wanaye Evidence Mahopa, naye mwenyewe sio kaliba hiyo ya wachezaji. Kaizer Chiefs alkadhalika kina Mduduzi Shabalala, sio kaliba hiyo ya wachezaji. Silver at least Silva yes, ni striker, lakini timu nyingi sasa sijui kama hii ni falsafa
kwa maana ya Afrika Kusini hii ni falsafa yao au makusudi wameamua kufanya hivyo, au imetokea tu kwa maana ya kuto kutumia hao namba 9. Steve Barker anaweza kutuaminisha kwamba hii ni falsafa kwa sababu hata yeye ndani ya Simba ana washambuliaji, ana Baraka Mwangosi, ana Selemani Mwalimu. Hawa wote ni standing strikers namba 9, lakini anamchezesha Elie Mpanzu false number 9, namba 8 ya uongo anamtoa namba 9 ya uongo anamtoa pembeni ambako amezoea kucheza kama winga na anamleta kati kwenda kucheza kama nambari 9. Huenda ikawa na Steve Barker yupo katika mkumbo huo huo ambao hawaamini katika kuchezesha namba 9 ambaye anasimama pale kituoni. Sasa kwa sasa huenda ikawa kocha anataka kubadilika, kwa sababu hiyo, hayo nimezungumzia mazingira ya South Africa, lakini sasa hivi anakuja ndani ya Tanzania. Kuna mazingira tofauti. Msimu uliopita kafundisha ligi ya Tanzania, kaona inawezekana kuna kitu kajifunza kuhusu hii ligi, that's why wameingia sokoni, wametafuta striker. Huenda ikawa Ibrahim Dumbia ndo anakwenda kuanza kumtumia kama standing striker, kwa sababu huwezi kumsajili mchezaji kwa fedha nyingi. Mchezaji ambaye alikuwa anatakiwa pia na klabu za Etoile Sahel ya Tunisia, alikuwa anatakiwa na FUS Rabat ya Morocco, alafu unamsajili kwenye kosi yako eti apate nafasi ya kucheza. No need of strikers kama ingekuwa utaki kusajili typical number 9. Kwa hiyo naamini Simba wanakwenda kuwa na Ibrahim Dumbia, wanakwenda kuwa na Selemani Mwalimu. Ingawaje Selemani Mwalimu pia ni striker, lakini ndani ya Simba nafasi yake imekuwa finyu kwenye kuanza. Is not a regular starters. Uaga anzagi mara kwa mara. Anatokea bench anaingia. Lakini hata kama akianza au akitokea bench, unamuona sometimes wanaweza kumtumia pia from wide, kutokea pembeni, lakini sio kusimama kituoni pale kabisa. Kwa hiyo unaona kidogo kuna hayo mazingira. Sasa tunasubiri kuona mechi ya kwanza ya Ibrahim Dumbia atamtumiaje. Ratiba inaonyesha wanacheza na Mogadishu City, watakwenda kucheza na Singida Black Stars, watakwenda kucheza na Jamus kutoka Sudani Kusini. Hapo tutakuwa tumepata picha ya jumla kwamba mpango uko vipi katika matumizi ya Ibrahim Dumbia. But kwa namna ambavyo namfahamu Ibrahim Dumbia, ni striker mzuri ambaye ana umri mdogo, ni striker ambaye tayari amesha prove katika ligi kama ya Mali. West Africa miongoni mwa ligi bora ni pamoja na ligi ya Mali, that's why wamekuwa wakitoa hizi timu katika michuano ya kimataifa, zimekuwa zikishiriki. So muda utakwenda kuamua mazingira yatakuwa vipi ndani ya Simba na Steve Barker kwa kile ambacho anakihitaji yeye. Anyways, una nafasi pia ya kutoa maoni yako. Unaona Steve Barker sasa hivi anatakiwa kuanza na Ibrahim Dumbia kama typical number 9 pale juu kusimama, au aendelee kumtumia Dumbia as a false number 9? Niweke comment yako kwenye comment section, bila kusahau kusubscribe Mzinga Sports.